Habari za siku ya leo, mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo kwa na Mipendo Cotton. Hatimaye sakata la daktari kudaiwa kumpiga muuguzi katika hospitali ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu limefungwa rasmi baada ya wawili hao kukutanishwa na kuombana msamaha mbele ya mwajiri wao ambaye ni mkurugenzi wa halmashauri hiyo Idi Ndambona pamoja na viongozi wengine wa halmashauri. Namshukuru Mungu, leo tumekutana mimi pamoja na katika kikao cha usuluhishi. Kwanza mkurugenzi wa halmashauri hiyo akakiri kutokea kwa tukio la daktari kumpiga muuguzi katika hospitali hiyo. Ni kweli tukio hili linalozungumzwa lilitokea ambapo daktari na muuguzi walipishana katika kazi wakati wote wakiwa wanatekeleza jukumu la kuokoa maisha ya mama na mtoto, baada ya mama mhusika kuwa amefika pale akiwa mjamzito na akiwa kwenye uchungu. Nimechukua nafasi hii siku ya leo kumwomba msamaha muuguzi ambaye tulikosana katika harakati za kupambania huduma uhai wa mama na mtoto, na nishukuru tu viongozi ambao wapo hapa ambao wamefanikisha jambo hili. Tumekutana hapa na viongozi kutokana na tukio lililokuwa limetokea la sitofahamu kati ya nesi na daktari katika harakati ya kumhudumia mama na mtoto. Tunaahidi kuendelea kushikamana na kufanya kazi kwa kufuata kanuni, taratibu na sheria za kiutumishi, mimi pamoja na wauguzi wenzangu pia na madaktari. Hatimaye leo tumefikia mwafaka wa kuwakutanisha mtenda na mtendewa, na kwa pamoja wamezungumza, kila mmoja amezungumza namna ambavyo alikwazwa na mwenzake na hatimaye tukio lile likatokea. Lakini kubwa zaidi ni kwamba wameombana msamaha mbele yetu sisi, mimi kama mkurugenzi, mganga mkuu, viongozi wa chama cha wauguzi pamoja na mganga mkuu wa mkoa. Na kwa kweli wameahidi kwamba jambo hili limekwisha baada ya kuombana msamaha, na wameahidi kwamba wataendelea kufanya kazi kwa kufuata misingi ya taaluma zao. Wote walikuwa na nia moja kwa ajili ya kumuokoa mama pamoja na mtoto. Tunaamini mazungumzo yamefanyika katika hatua zote na tumefuata taratibu zote, na leo tunapoongea hivi tamko hili ni kudhihirisha umma kwamba zile changamoto zote zilizojitokeza tumeamua kuziacha na tunafungua ukurasa mpya kwa ajili ya kuendelea kumhudumia huyu mama ili siku zingine pia haya yasiendelee kujitokeza. Baada ya kuhudhuria maridhiano haya na makubaliano haya, ule ushirikiano wa dhati kati ya wauguzi na madaktari ndani ya hospitali ya halmashauri ya mji wa Bariadi umerudi kwa upya kwa nguvu, na tutaendelea kuwahudumia mama na mtoto katika majukumu yetu ya kila siku. Jeshi la polisi linaendelea na kuchunguza tukio la mauaji lililotokea katika kata ya Sinoni wilaya ya Rumeru mkoani Arusha, ambapo kijana aliyefahamika kwa jina la Jackson anadaiwa kupoteza maisha baada ya kuchomwa kisu na ndugu yake wa tumbo moja. Taarifa za awali zinaeleza kuwa mtuhumiwa anashikiliwa na vyombo vya dola kwa ajili ya mahojiano na uchunguzi zaidi ili kubaini chanzo halisi na mazingira yaliyosababisha tukio hilo. Ya shangazi yangu, shangazi yangu, Jackson lai. Toboa mtegea mwenzake amemtoboa mavisu. Baada ya kumtoboa mavisu tena akaja wa pikipiki anasemaje? Kwani yani ngate? Wewe ndugu yako unamuaje afu unasema sijui kwani yangu ngate? Ndugu yake huyo nikuta hapa anapigana. Nikaachanisha sijui amemngata mwenzake. Akampeleka huko hivi. Nikampeleka huko hivi huyo jamaa. Baada ya kumpeleka huyo jamaa huko hivi ni Mandela. Huyo marehemu. Huyo marehemu alodanja. Peleka huko hivi. Baada ya kuwazuia, peleka huko hivi sijui ametoka huko hivi, alipotoka katoka hivi kaja karudi nyumbani. Kwa nyumbani mwenzake tulivyomwachanisha tukamwachanisha huko, kaja na yeye
nyumbani huko hivi kamtoboa mtegea mwenzake amemtoboa mavisu. Baada ya kumtoboa mavisu tena anakaa juu ya pikipiki anasemaje? Kwani yani ng'ate? Wewe ndugu yako unamuaje afu unasema sijui kwa nini ng'ate? Kwa sababu amemng'ata ndo namtoboa ndugu yako na muua. Ndio hivyo wenyewe ndio vita ilipotokea hapa hivi. Ndio hivyo mpaka kigombania ni nini? Sijajua nini kwa sababu yule aliyeua anasema kwa sababu gani amemtoboa mwenzake amemng'ata. Sababu amemng'ata tu ndo maana yeye amtoboa mwenzake. Huyu Jackson alikuwa na tabia gani? Hivyo Jackson muone kwanza mwezi wa kwanza huu. Mimi nilikuwa nafanya naye kazi Singida sehemu hii, huyu marehemu. Tumefanya naye kazi mpaka mwezi wa 4 tukarudi na huyu jamaa. Sababu tukaturudi jana yenyewe ametupita pale anatupa hai tukamwambia fresh. Mandela huyu sinamjua nyinyi tumefanya nini tumenarisha pikipiki mimi sinamjua. Naitwa Nora. Tokeo ni kwamba aliyefariki ni kwamba alikuja kuamulia ugomvi wa ndugu zake. Na sijeta nisemeje. Aliyefariki alikuja kuamua ugomvi wa kaka na mdogo mtu. Sasa mdogo mtu alikuwa amelewa. Na unajua mtu akilewa akili zinakuwa sio zake. Jackson alikuwa hajalewa jana. Lakini mdogo wake alikuwa amelewa. Sasa na kilichosababisha gombani ni luku ya umeme. Kuna mpangaji anakaa hapa kwetu. Alitafutwa kuanzia jioni. Tunaingiza umeme kupitia kile kidude kama remote. Sasa tunapigia simu tangia jioni hapatikani. Baima akapigia simu bado yule mpangaji hajarudisha kidude cha umeme. Tukamwambia bado hajaja, hatujampata hata kwenye simu. Umeme ulikuwa hakuna. Ulikuwa umeisha. Tuko giza. Sasa akatoka huko alikokuwa Kimandolo akapandisha nyumbani. Alipopandisha hivi nyumbani sasa si ndo akakuta giza. Mimi nilikuwa na mama yangu huko. Akaanza kuongea maana sasa siameelewa. Watu mnaacha. Watu mnaacha tunakaa giza kisa wapangaji wenu wapuuzi. Sasa mama akasema tuondoke maana huyu kafanyaje kashala afu mimi sipendi makelele. Mamangu alikuwa yupo sawa. Nikamwambia tuondoke ambapo tukaondoka tukaja kwa mamangu mkubwa hapo tu karibu. Mjomba wangu mdogo alikuwa huko kwa mamangu mkubwa. Sasa tumefika huko tunaanza kusikia makelele. Kumbe yani yeye alikuwa anarushiana maneno na kakake. Kakake amelewa unarushiana maneno. Sasa unajua ile watu wawili wakikutana tena mishale wakawa wanapigana. Sasa mdogo mtu aliposikia anapigana. Shirika la madini la taifa STAMICO limeendelea kuimarisha shughuli za uchimbaji na uchakataji wa makaa ya mawe kwa kuwekeza katika teknolojia ya kisasa inayotumia akili unde. Hatua inalenga kuongeza ubora wa bidhaa hiyo na kuwezesha kushindana katika soko la ndani na la kimataifa. Teknolojia hiyo inasaidia kutenganisha makaa ya mawe na uchafu wakati wa uchakataji ili kuongeza kiwango cha ubora wa makaa yanayozalishwa katika mgodi wa makaa ya mawe wa Kabulo Kiwira uliopo wilaya Ileje mkoani Songwe. Ni huduma ambayo tunaifanya katika uchenjuaji wetu wa utenganishaji wa uchafu pamoja na makaa iliyo safi kwa kutumia teknolojia ya AI. Tumefeed katika mitambo ya kisasa taarifa zote za msingi za kiwango ambazo zinahitajika kwa ajili ya mkaa ulio safi. Kwa hiyo katika uendeshaji wa mitambo ile ya AI pale, manake zile taarifa zinajisoma wakati makaa yao yanapita. Wanapogundua kwamba zile taarifa sifa zinazostahilika hazipo ndani ya ile mkaa, ule mkaa unaondolewa kama uchafu na ukaa msafi unapelekwa upande mwingine kwa ajili ya hatua zingine zinazoendelea. Hii teknolojia imeongeza wateja wengi ambao walikuwa wachukui makaa yetu kwa sasa wanachukua, kiasi kwamba kazi kubwa tulionayo mbele yetu ni kuongeza zaidi uzalishaji ili kuweza kuwahudumia wote kama ambavyo wanahitaji. Ukiangalia kinachoenda upande huu wa kulia ni west, lakini kinachoenda upande ule kule ni mkaa ambao ni mzuri. Kwa hiyo hii ni teknolojia, na kwa Tanzania inawezekana sisi ndo wa kwanza kuwa na teknolojia aina hii. Imeanza kusogea, lakini kwa Tanzania sisi ndo wa kwanza kutumia hii. Kwa hiyo kwa kutumia teknolojia hii ni moja ya vitu ambavyo tumefanya kuimprove quality. Kwa hiyo na taarifa tulizopata ni kwamba
Kwa kweli mkao wetu unapendwa na soko ni kubwa. Kwa hiyo naombe sana Watanzania ambao wanahitaji mkao wetu. Mkao wetu ni bora kwa sababu hauna sulfur. Na wale ambao wanasoma chemistry, unajua ukizungumzia sulfur ikichanganyikana na maji na hewa inafanya sulfuric acid ambayo ni acid. Na ile acid ukiitumia mkaa ambao una acid, maana yake utatoboa sufuria, utaleta madhara kwa kile unataka kukitumia. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba mgodi wetu unaendelea vizuri, na sisi bodi baadaye tutakaa tutaona tutatoa maelekezo gani, lakini cha msingi ni kwamba management inafanya kazi nzuri, na sisi tuhakikishie Watanzania kwamba na sisi bodi ambao tumepewa wajibu wa kusimamia management tutahakikisha kwamba mgodi huu utazalisha zaidi. Mbunge wa jimbo la Mbeya mjini ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mbeya, Patrick Mwalunenge, ameendelea kutekeleza jitihada mbalimbali za kuboresha maisha ya wananchi kwa kugharamia uchimbaji wa visima vya maji katika maeneo tofauti ya jimbo hilo, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama. Sisi wananchi wa mtaa wa Ipombo tunashukuru sana kwa mradi huu, maana changamoto ya maji ilikuwa ni kubwa mno. Lakini kwa sasa changamoto hiyo itakuwa imetatuliwa, kwa maana mbunge wetu wakishirikiana na diwani wetu wametutatulia changamoto hii ambayo imetusumbua kwa muda mrefu. Utatuzi wa changamoto ya maji kwenye mtaa wa Ipombo na maeneo yake jirani unaenda kuchochea pia uchumi wa wakazi wa kata ya Itagano, kwa sababu wananchi wa Itagano wanajishughulisha sana na shughuli ya kilimo. Ule muda mwingi ambao walikuwa wanautumia kwa ajili ya kuyafuata maji huko kwenye makorongo, sasa hivi ule muda utahamia kwenye shughuli za kilimo. Lakini kwenye kata yetu ya Itagano pia tunayo fursa ya elimu, ambao tuna wanafunzi kwenye shule ya msingi na shule ya sekondari wamekuwa wakitumia muda mwingi kwa ajili ya kuyatafuta maji, lakini sasa changamoto hii umeenda kuimaliza. Kwa maana hiyo muda mwingi utatumika kwenye kusoma na kuweza kuboresha elimu kwenye kata yetu ya Itagano. Hatuwezi kusema sana, maana wananchi wa Ipombo wamefarijika kupitia huu mradi mkubwa wa maji. Adha ya maji hivyo imepungua mahali hapa, maana tumepata shida sana kwa miaka iliyopita ya nyuma. Kwa kupitia mradi huu tunakushukuru sana, na wananchi pia wanakushukuru sana. Ndugu zangu, niseme tu kwamba mbunge huyu akisema hii ni moja, ujue ni moja kweli. Kwa hiyo alishatuhakikishia kwamba maji lazima yaje, na tayari tumeshayaona maji yameshakuja. Tukuahidi kwamba 2030, unajua sisi Wasafa tunasema kwamba mtu tukishamwamini tunamwamini jumla. Tumombe Mungu ufike salama 2030. Chukua fomu, lazima upenye tena. Tunatafuta mtu ambaye anaweza kutufanyia, ambaye anaweza kututoa sehemu moja na kutupeleka sehemu nyingine. Sisi hatuna maneno mengi. Hapa ni kazi tu. Hapa ni kazi tu. Wala sisi hapa hatuna ukabila wala udini. Tunachoangalia sisi hapa ni kazi. Kwa imani hii, kwa ishara hii, tayari umeshaonyesha kabisa kwamba Itagano naipenda, na sisi lazima tukupende. Jina lake halisi anaitwa Patrick Adkini Mwalunenge. Lakini jina la kazi anaitwa Trump wa Mbeya. Kwa hiyo tumeshaona makeke yake, ameshaanza. Ndugu zangu wana Itagano, niliwamisi sana. Tangu mara ya mwisho nilipokuja pale kwenye uwanja pale sokoni kuwaomba kula, kwamba mnipe imani nikawawakilishe bungeni, niwe mbunge wenu, nitatoa matatizo yenu. Leo ndio nimekuja kukanyaga hapa. Nimefurahi sana, niliwamisi. Na hipo pamoja kama sikuja hapa, wana Itagano nilikuwa nawawazia sana. Kwa nini? Kwa sababu tulikubaliana pale kwenye mkutano kwamba Itagano tuna shida ya maji. Mkasema Itagano tuna shida ya ambulance. Itagano mliniambia barabara hazipitiki vizuri. Itagano mliniambia shule pale ya sekondari madarasa hayatoshi. Itagano, jambo la 5 mlisema mnataka soko la mazao. Nakumbuka ndugu zangu? Kwa badala ya sisi tuanze kubeba mazao kwenda nayo mpaka mjini, tukilima sisi tunataka wanunuzi waje wanunue hapa hapa. Nakumbuka Kwa sijasahau hata jambo moja na mengine mengi. Jambo la 6 ilikuwa ni mikopo kwa vijana. Mikopo kwa kina mama. Si ndio ndugu zangu?
Sasa hayo mimi ndio naishi nayo ni kule bungeni. Lakini tulikubaliana na mheshimiwa diwani hapo tukasema hivi, kati ya barabara na maji kitangulie kipi? Kitangulie kipi kina mama? Maji. Kwa sababu nyinyi ndio mnaopata shida. Unataka mume wako aoge asubuhi apendeze, maji hakuna. Inabidi uamke saa 10 alfajiri au saa 11 kwenda kutafuta maji. Uongo? Kweli. Lakini unataka mtoto wako muogeshe, avae vizuri aende shuleni, maji hakuna. Kwa hiyo tukakubaliana na mheshimiwa diwani kwamba jambo la kwanza kabisa ni maji. Kwa sababu maji ndio yanalinda na pia na afya zetu. Magonjwa ya matumbo na kuharisha yanatokana na kunywa maji ambayo sio safi na salama. Kwa mimi kiukweli kabisa nikasema ibada yangu ya kwanza kuifanya Itagano maji kwanza. Na maji hayo hapo. Na mimi niseme leo nina furaha kubwa sana kuona hichi kisima kimechimbwa na mita zaidi ya 120 na kitu na maji yamepatikana ya kutosha. Tulikuwa naongea hapa na mheshimiwa diwani nikasema haya maji wale wazee wetu ambao hawana uwezo wa kuja kuchota, tutaweka hapa kioski cha kuchota maji, lakini wazee wako hapa ambao wana uwezo, tuwapelekee maji mpaka nyumbani kwao, mpaka manyumbani. Na tutafunga sola. Kwa sasa tutatumia umeme hapa ili kuchota maji, lakini tutafunga sola ili kupunguza gharama ya nini? Ya umeme. Na nimemwambia diwani na mtendaji, nilikuwa namwambia hapa, watu wa Itagano wasilipishwe bili kwa haya maji. Mtaunda kamati ya maji ambayo watu watakuwa labda wanachangia kidogo tu kama ile tape ikatika au mpira umepasuka. Si ndio ndugu zangu? Ndio. Lakini kusiwe na mambo ya kulipa bili hapa kila mwezi. Maji haya ni bure. Kwa sababu yametokana na fedha ya mfuko wa jimbo. Fedha yenu. Na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anawapenda sana. Sana. Kwanza ndio alipisha jina langu mimi kugombea kwa mbunge. Si ndio hivyo? Kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan ndio mwenyekiti wetu wa chama taifa. Yeye ndo akasema katika wengi tuliogombea pale nimpeleke Mwalunenge akasaidie wana Itagano. Na kweli na fanya mambo yanaonekana, si ndio? Ndio. Diwani amenipachika jina lingine hilo, nadhani inaitwa Trump wa Mbeya. Na mnajua shughuli ya Trump. Hamna maneno mengi, ni kazi tu. Jana anafanya vitu ambavyo haviwezekaniki, yeye ndo anafanya. Maji hayo hapo. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo maji haya myatunze ili na yenyewe atutunze. Yaimarishe ndoa zetu. Yaongeze ubora wa elimu kwa sababu watoto baadaye kwenda kutafuta maji sasa wanakuwa kinga maji, wanaoga, wanakwenda shuleni. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya tawala za mikoa na serikali za mitaa Tanzania TAMISEMI, Mheshimiwa Florenti Kiombo amesema yeye pamoja na wajumbe wa kamati hiyo wametembelea maeneo mengi hapa nchini katika majukumu yao, lakini hawajawahi kuona shule ya serikali ya kata yenye ubora wa hali ya juu kama shule ya sekondari ya Bonyokwa. Ametoa kauli hiyo wakati wa ziara ya kikazi ya kamati hiyo ambapo alikagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, kwanza tuwashukuru kwa kujumuika pamoja na kamati ya kudumu ya bunge ya tawala za mikoa na serikali za mitaa. Tangu asubuhi tumeona mmekuwa mkizunguka nasi katika miradi yote tuliyopitia ambayo inasimamiwa na jiji la Dar es Salaam. Kama ambavyo mmeona, tumeanza na mradi wa ujenzi wa barabara kule katika eneo la kwa Mparange, ambapo tunaona kazi kubwa ambayo jiji la Dar es Salaam kupitia mapato ya ndani limetenga fedha 10% na ikawa sehemu ya ujenzi wa barabara katika eneo ambalo tumeenda kukagua barabara hiyo. Lakini tumeona barabara hiyo ni barabara ya kielelezo ambayo ilikuwa ni changamoto sana kwa wananchi. Kwa hiyo kwa ujumla wa barabara hii ambayo ina kilomita 6.5 mpaka sasa jiji limeweza kujenga kilomita 1.5, nusu kilomita bado iko katika hatua za manunuzi, lakini kwa kushirikiana na TARURA tunaona na wenyewe wanaendelea kujenga kipande cha 0.9 kilomita, na kipande kilichobaki kimewekwa kwenye utaratibu wa mpango kuhakikisha kwamba na chenyewe kinajengwa kinakamilika ili wananchi wa eneo hilo sasa waweze kupata barabara ambayo kwa kweli itakuwa ni barabara ambayo ni ya kielelezo na inakidhi mahitaji yao, kwa kuwa enzi hizo kulikuwa na changamoto kubwa sana katika eneo la barabara hiyo. Lakini tumeona mahitaji ya msingi na ya muhimu katika barabara hiyo yamezingatiwa. Tuna njia ya watembea kwa miguu, lakini kuna mifereji ya maji ambayo inasababisha barabara idumu, lakini zipo taa za barabarani, lakini tumeona kuna service duct ambazo zinatoa rumu kwa mamlaka zingine
kama zinapitisha miundombinu ya maji, miundombinu ya umeme iweze kupita bila kuharibu barabara sasa hizo siku za usoni. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuipongeza jiji la Dar es Salaam chini ya uongozi wa mkuu wa wilaya, lakini chini ya uongozi wa halmashauri, chini ya meya na mkurugenzi wake pamoja na wataalamu wote ambao wanawasaidia kutenda kazi. Mradi wa kielezo mwingine, tumeenda shule ya sekondari ya Bonyokwa ambayo ni shule ambayo ni ya magorofa. Waandishi wa habari, tunatambua shule zimejengwa nyingi katika kipindi cha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini tumeona shule za kielelezo hasa katika jiji la Dar es Salaam, shule ya gorofa 5 kwa kweli hii imekuwa ni ya mfano, na shule hiyo imekuwa lifti kuhakikisha kwamba vijana wetu, lakini watu wenye mahitaji maalum hawapati shida kupanda katika gorofa za juu. Ni madarasa ambayo ya kiwango kikubwa kwa ajili ya vijana wetu wa kidato cha 5 na kidato cha 6, na tunaona mradi huo kwa kweli ni wa kielelezo pia. Lakini mradi wetu wa 3 tunauona upande wa afya. Tumekuja hapa kuangalia kituo cha afya cha kielelezo. Kituo hiki mmeona mradi mkubwa wa bilioni 7.5. Nyewe waandishi wa habari ni mashahidi. Rais ameendelea na serikali yake kujenga vituo vya afya mbalimbali ndani ya nchi yetu. Tunajenga vituo vya afya vya milioni 500. Sasa kituo hiki cha kielelezo mnaona ni gorofa 5 kwenda juu, na kimegharimu zaidi ya bilioni 7.4, na mandhari yake mnayoona katika maeneo ya mzunguko na wananchi ambao watapata huduma katika eneo hili. Lakini tunaona kwa kweli kwa kiwango cha ujenzi ambacho kinaridhisha. Kama kamati kwa kweli, kwanza tunampongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pili, eneo hilo tulilopo ni eneo ambalo mbunge wake ni Mheshimiwa Musa Azan Zungu ambaye ni spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado tunaendelea kumpongeza yeye kama mbunge wa eneo hili, ambapo pamoja na majukumu mazito alionayo ya kuliongoza bunge, lakini bado anakumbuka wananchi wake ambao wamempa dhamana kuhakikisha kwamba wanaendelea kupata huduma mbalimbali katika jimbo lake. Kwa hiyo tunaona kwa kweli ni ushirikiano mkubwa, lakini eneo hilo limekuwa pia la historia. Kata hii ambayo kituo hiki kinajengwa pia ni kata ambayo Mheshimiwa mstahiki meya ni diwani na ndo mstahiki meya. Kwa hiyo mmeweza mkaona viongozi hawajisahau, wanahakikisha kwamba huduma kwa wananchi zimekuja. Mimi kwa niaba ya kamati kwa kweli nichukue fursa hii kupongeza na kushukuru uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa Albert Chalamila, lakini pia na sekretari yake ya mkoa kwa kazi nzuri na usimamizi. Lakini pia salamu zetu za pongezi mwendee Mheshimiwa Mpogoro, mkuu wa wilaya na kamati ya ulinzi na usalama. Tunaona ambavyo viongozi hawa wametengeneza muunganiko mzuri na watendaji, ambao watendaji manake chini ya baraza la madiwani, chini ya meya wetu, lakini pia mkurugenzi ndugu yetu Heri Huruma Mabere, ambao pamoja na wataalamu wake tunaona wametengeneza chemistry nzuri. Ndio maana tumepita katika miradi ya kielelezo. Sisi kama kamati kazi yetu ni jicho, ni kuona, ni kushauri na kuelekeza sehemu ambazo tunaona hazijaenda sawa, lakini kwa eneo hili kwa kweli tumejiridhisha. Mheshimiwa mkuu wa wilaya na Mheshimiwa naibu katibu mkuu kwa halmashauri yenu ya jiji la Dar es Salaam inafanya kazi nzuri. Ni hayo tu yaliyojiri katika taarifa habari kwa siku ya leo. Asante sana kutenga muda wako wa thamani kutazama taarifa hizi za habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya timu nzima ulikopo na Mipendo Gotoni, nikutakie siku iliyokuwa njema na bye kwa sasa.